Basi tusikie bwana. Lazima tufanye mchezo, utanipatia pesa ya mchango shuleni ni nani? Hata kama mimi ni mwanamke wake na Tia na mwanamke, naomba uende. Una siku utakuta tumemwekea sumu kafa kule. Puzi wewe, limekaa tu linaongea ujinga ujinga. Ng'ombe amejibiwa. Nipatie basi mimi wa shule. Sasa kipendi mbona kama mtoto sasa? Tunauziana au? Lakini alosema tufanye mchezo, utanipatia pesa ya mchango shuleni ni nani? Hata kama wewe nimekwambia nenda, mimi nitakuletea. Kwani shida iko wapi hapa? Mbona unapenda nienda kulilia kwa kila kitu lakini? Wewe nielewa, na mimi nilichokuambia wewe nenda, mimi nitakuletea. Asa kama ni hivyo, sibani ningesubiri shangazi sema nipatie kesho. Sasa hapo mambo ya kesho na shangazi ameingia. Wewe nenda, mimi nakupitishia leo, napita pale shule mbona nakupitishia, nielewe basi mamangu. Shida iko wapi? Basi sawa. Ndio uende sasa. Na shati. Mambo babe. Poa. Una shida gani mbona kama umenuna? Na watoto wachana. Kwa nini tena? Basi tusikie bwana. Hivyo tu. Mbona unanichekesha? Sasa ujisikije bwana mimi? Yaani mtu nakutumia SMS siku 3 unijibu, nakupigia simu upokee. Jamani mpenzi wangu, kumbe shida ndio ilikuwa hiyo. Basi naomba nisamehe. Sasa mimi nisamehe jamani. Tunaachana. Ndio hivyo tu kweli? Ndio tushaachana. Ndio naachana hivyo. Kwa tumeachana? Utoboi. Dogo kanifirisha kinomo. Yaani nikimkamata, yaani navunja, yaani ninanyonga. Unaingia bila hodi. Mama tumemtaka mwanao. Una siku utakuta tumemwekea sumu kafa kule. Mwanangu
kumwekea sumu. Mtamla kama nyama. Haya nyama unasema wewe. Siku akirudia, nitakachomfanya. Hey. Ninaenda. Yaani mbona mtao hamnipendi? Mnaleta maneno kila saa, mwanangu, nitahama, niwaache. Nimechoka. Na ili sitanifumbia macho, lazima mamako nimwambie. Tatizo gani? Mbona kama upo sawa? Nasema tu ndugu yangu. Ila mapenzi hata niwe mwenzio. Wewe mimi. Yaani mwenzako kwanza nimemaliza shule. Sijaonana na shemeji yako wala sijamtia machoni. Nimeachwa sijui, yani nimeachika sijui, nimepigwa kibuti sielewi, niko dilema. Hasa kwa shida nini? Unaona namba zake? Sio kwa namba nimepewa na ndugu yake. Acha nijaribu kumpigia kama atapatikana. Manake natia huruma jamani. Inaita. Halo? Halo. Mambo kipenzi? Wewe nani? Emila Messi. Kata. Fika au mtandao. Mimi hata sielewi. Unaweza kaa chizi? Ngoja nijaribu tena. Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Mapenzi mimi. Namba simu yako. Sinasalia? Ndio. Yatapokea. Mimi hata sijaelewa. Inaita pengine kumepokea.
Shida ni mamangu. Mbona unalia? Bii, mbona udi kama kujaa sana kichwani? Kaaje tena? Anakuja kunichungulia kwenye bafu ndani kwa na nikaenda kumwambia mama yake sababu amemtukana. Kama kosa langu ni hebu usiweke utani basi Lydia. Inawezekanaje mtu anakuja anaingia ndani anakuchungulia bafuni? Hebu jaribu kuwa mkweli basi mke wangu. baby. Yes. Unajua mimi sioni kabisa kama anaheshimiwa hapa mtaani licha ya kuwa nimeolewa na polisi. Pole sana mke wangu. Asubuhi tu nimejua simu yangu. Hivi tena mke wangu. Itabidi nifanye jambo. Unamtaka Mabini ni nani? I'm so sorry. Nenda kwa mama. Nenda sana. Napenda pia. Unamani sasa. Nakula unamani naomba. Why? Umefikia kwenye swali. Na kuhusu Dini. Mimi nataka kumfahamu Dini ni nani. Wow. Nimeshakwambia kumbe hilo swala wachana nalo. Unaachana nalo vipi yani? Yaani mtu anakuja nyumbani kwangu anakuchungulia hadi ndani. Afu unarasisha tu mimi naachana nalo. Hebu naomba unionyeshe anapatikana wapi yani. Nimeshakwambia piga kurudia. Utafanya kama ambavyo unataka lakini sio swala sasa lishapita. Yaani unarahisisha tu tuachane nalo. Hivi kweli mtu anakusisha watu amani mtaani? Afu tuachane nalo. Hebu nionyeshe hata picha yake. Hiyo. Unataka tugombane kwa sababu ya jua. Hebu sikiliza. Tusilumbane kisa picha. Naomba unisaidie tu. Hata picha yake tu. Hiyo inatosha. Hili swala limeshapita. Endapo kama akija kurudia mimi nitakuonyesha hiyo picha ambayo unataka. Wife. Ngoja mimi niingie ndani nichukue simu yako. Nije utoe password unionyeshe hiyo picha. Kwa mume wangu mimi na Isaiah yani hatuaminiani. Yaani hatusikilizani. Wife. Hivi mbona unamtetea sana? Kwani unampenda? Ila mume wangu jamani. Unashukuru sana. Wewe umefikia hiyo stage kama sasa mimi hauniamini. Huyo ndio achana naye. Kijana mwenyewe kijana wa ovyo. Sawa hivyo. Mbona unataka kunionyesha? Nimeshakwambia wachane nalo. Sawa. Tajua mimi nitampataje.
nitampataje mwenyewe? Sasa umekataa kumtaja. Shwari. Wapi sasa? Ingia hapo gengeni kwanza kununua mboga sina hela. Wapi basi utarudi utanikuta hapa poa. Haina noma nitakukuta hapa. Poa. Poa. Asante. Niacha meza yangu hapa nyingine. Bamia nyingine na nyanya afu nyingine tunaongea na hiyo. Nyanya karanga. Ndizi shingapi? Karibu tena. Binamu kama binamu. Yes, mwanangu sana kabisa. Leo hujaingia chuo? Leo sijaingia, nimeona nipumzike kwanza. Nimechoka kinoma. Au sio? Wasema mwanangu mtaani wa mambo sio poa. Kivipi tena kaka? Wademao kaja maskani, sawa. Alafu kaja kukutafuta. Sasa hii sio mara ya kwanza mara ya pili, sawa. Alafu mimi bidi tu nimpe na baba sikuwa kinoma. Yaani kacha sehemu zingua ni hapo tu mwanangu. Yaani umefeli kinoma yani. Mimi nimetoka kuvunja line kwa sababu yake. Na juzi kati nimetoka kusajili line mpya. Yaani mwanangu di kati ya sehemu feli ni hapo tu mwanangu. Umefeli kinoma yani. Yaani umezingua. Yaani mwanangu mtu unampenda alafu bado unamletea madeko. Yaani unamdekea mwanangu. Yaani unajua kuna siku watakuja wauni waishi alafu ndio elewe kwamba yanauma au vipi. Sikia di, temana na wewe demu mwanangu. Kama vipi sikia? Ukirudi mwambie bibi mkubwa nikitoka chuo nakuja kupitia pale nyumbani kumsalimia, sawa? Sasa mbona kama kauli zako unazisaliti mwenyewe? Wewe umesema uingii chuo au sio? Nimekumbuka na appointment demu wangu alinitumia SMS. Ya kusoma. Yeso mimi bana, sisi tena. Kinyamu hizo unavuruga mtaa wewe. Bwana kale nile chakula kwanza cha wanafunzi. Unalipia jelo. Acha ujinga wewe. Halo? Mbona ufiki sasa na wewe? Niko hapo nyuma yako. Sasa. Poa vipi? Poa. Vipi sasa kuhusu yangu?
Mimi jamaa nimejaribu kuongea naye lakini kakaza. Sawa, alafu kicho kuja kunikatisha tamaa kabisa, jamaa hataki kukua. Mkuu umeshindwa kumsaidia. Naumia mwenzie. Mimi ambacho naweza nikakusaidia sasa hivi. Sawa, labda nikukupa furaha wewe ila sio kukurudisha kwa jamaa. Kuna sikuelewi. Niita shemu, niita jina lolote lile ila usiniite shemu. Alafu nitafanya uelewe maana. Sadi. Haya, nipate mrembo. Mrembo? Wewe huyo vipi? Mbona sikuelewi hapa si chumbani kwako? Kwa nini unafunga mlango? Nasikia Loveness. Yaani mimi napenda nikimwahidi mtu kitu nikitimize, sawa? Alafu mimi nimekuahidi nitakupa furaha, sawa? Kwa bana kitanda. Wewe una akili? Kiposti ukijua kunihusu mimi? Au unajua mimi ni nani yako? Furaha yangu ipo kitandani kwako? Sikutegemea kama unaweza kuniambia maneno ya kipumbavu kama hayo. Loveness. Yaani mimi nakupenda sana wewe. Na hii sio jana wala leo. Nitoka zamani. Ni vile tu kwamba mwanajiti na binamu yangu ndio maana kwa siwezi kukufika. Afu ni mwanamke mzuri, unahitaji yote mazuri, hasa furaha na amani. Afu mimi nakuahidi ukishanipa nafasi tu nitaanza furaha mpya ndani ya moyo wako ambao wengi walishindwa kuilinda. Tena usirudie kunishika. Wewe, mbona unaondoka? Shikamoo. Umemfanyaje mwanangu? Mbona unaondoka? Mama mwache tu aende. Ila nisaidie kumwambia kwamba nampenda sana na nitamfanya awe msichana wa kipekee nchi nzima. Kweli mwanangu anakupenda. Kaliwaza ile binti yangu. Mamake mwenyewe ananipenda. Jana ndo kama hizo jana ananililia. Mungu wangu. Nilichelewa wapi? Mbona kama nitakufa na hizi raha za mapenzi? Ila kijana anajua kupenda yule. Wewe mjinga. Unalopoka ujinga gani? Kaosha vyombo huko mpuuzi wewe. Limekaa tu linaongea ujinga. Shangazi nawe una dogo. Dogo? Sina dogo. Sasa siku akikuharibia maisha ndio utajua ni makubwa ama ni madogo. Karibu. Asante. Mbona uko hivyo? Mama, nimemkuta Di. Di hayupo. Una shida gani? Mama, mimi nimefukuzwa nyumbani na nimeambiwa niende na Di. Uende na Di, wa nini? Ukweli ni kwamba mimi nina mimba ya Di. Na nyumbani nimeambiwa niende naye. Una mimba ya Di? Kwani wewe ni nani? Mama,
Mimi si ndo niko nakuja hapa kila siku na nipokea. Na hata kama dia yupo. Sikujui. Mama, mimi ni mwanamke wake na dia. Dia na mwanamke, naomba uende. Tena nikwambia dia hajaoa. Naomba uende. Naomba uondoke. Lakini mama, mimi nitaenda wapi? Hamna kagonge jingine. Mama, nenda. Bibi hapo kwanza. Basi. Bata nikutana na wewe. Bibi kwani kuna shida? Ndio. Shida gani? Ila tumetafuta sehemu tukakaa ili tuweze kuzungumza vizuri. Yaani hapo ndo wako unazinguaga sasa. Wewe ongea bana, mimi na mambo mengi ya kufanya. Lakini Bi, mbona unapenda kunisikiliza? Sasa tutabishana au ndo utaniambia? Bi, mimi nimetoka kwenu. Ila mama yako alichonifanyia sio kizuri. Nakufanyia nini? Mama yako amenifukuza. Na licha ya kunifukuza, amenikana kuwa anifahamu. Sasa kufukuza tu kukana bila sababu yani. Hebu funguka basi. Yaani unajua sipendi mtu anazunguka hapo mimi tunaelewa. Ongea hebu kwa nani nini? Bi, mimi nina mimba yako. Oya nini? Yaani mimba wewe. Alafu unajua tusipimane imani. Unajua wewe ni mwanafunzi ujue. Yaani kumbuka kabisa yote. Yaani wewe ni mwanafunzi. Unaanza kuingiza mambo ya mimba ni kitu serious. Unajua swala la mimba ni kubwa. Alafu unalichukulia simu. Alafu kumbuka wewe ni mwanafunzi, acha asikuchukulia mambo hivyo. Alafu matani mengine tuache. Bi, usi wakati wa kwanza kulaumiana, au ni wakati wa wewe kujua jinsi gani unaisaidia mimi? Yaani ukusaidiaje? Si una familia yako, yaani mimi nakusaidiaje kwanza? Yaani hapo nakusaidiaje? Wewe una familia yako. Mimi kufikia hatua kama mimi kutoka nyumbani kwetu kwenda nyumbani kwenu. Tayari nyumbani kwetu nishafukuzwa. Alafu mimi hiyo mimba yani sielewi. Maana mimi na wewe tuna mwezi mzima yani wana tujakutana. Tujafanya ujinga wowote. Sasa unaponiambia sijui na mimba yangu, mimi nakuwa sikuelewi. Sasa mimi siwezi kumpa mtu mimba bana. Wewe tafuta mtu mwenyewe mimba. Sawa, unanisaidiaje? Jinsi gani nakusaidiaje? Nakusaidia nini? Kuhusu nini? Bi, mimi naomba uwaze jinsi gani tunailea hii mimba. Yaani tuna nani? Yaani tunafanya na nani? Hebu tena niache. Wewe niache nini? Lakini Bi, nakuzipu wewe. Wewe niache. Lakini Bi, nini? Tena wamtafute mtu wa kumpa hiyo mimba. Wewe. Anti, nawe uishi gubu ndio maana unenepe. Unataka ninenepe? Nifike wapi? Funga huko. Na wewe? Mwenzewe kwa wapi? Nakuuliza mwenye hiyo mimba iko wapi? Lakini shangazi. Lakini shangazi nini? Haya, rudi. Haya, naomba urudi. Nimekwambia naomba urudi. Nakwambia rudi ulikotoka. Lakini shangazi, naomba unisikilize. Lakini shangazi si umwache. Shangazi nini? Umebaki wewe. Sasa mwenzio huyu cha mtoto kinachokuja kukufuata wewe. Pita wewe. Haya, rudi ndani haraka. Kwa shangazi hatuendi. Wapi? Ndani haraka.
Aliniteka wakati naenda shuleni, akanibaka, akanifungia nyumbani kwao, akanifanya kama mke. Na akaniambia nikisema ataniua. Atakuua? Ndio. Lakini baada ya kujua kwenda mimba, amenipiga na kunifukuza. Na hapa mimi sina pa kwenda, maana pale nyumbani naishi na shangazi, na yeye pia alishanifukuza. Huyo kijana anaitwa nani? Anaitwa D. Anaitwa D? Ndio. Una picha yake hapo? Ndio. Naomba kuiona. Mbona huyu kijana kama namfahamu? Amewahi kuniibia simu yangu. Anawezaje kufanya mambo makubwa kama haya alafu serikali sijue chochote? Alifanya hayo yote kwa sababu analindwa na mama yake. Analindwa na mama yake? Unataka kuniambia yote haya anayofanya mama yake anafahamu? Ndio. Kivipi? Kwa sababu yote anayofanya anafanya nyumbani kwao. Na hata ya kwako nafahamu mama yake? Ndio. Okay, sawa. Anahitaji kushughulikiwa hivi pamoja na mama yake. Shika simu yako. Ngoja nimpigie afande Dennis ili tuondoke. Yaani kaigusa serikali, kaigusa jamii, anagusa mpaka familia yangu. Hapo ndipo kayakanyaga, simwachi. Maisha na kupoteza tu. Wapita kama unaona. Nikuoneje? Wewe unijue. Nikujue kama nani? Labda Msia anazungumzia. Yanazungumzia kama nini? Labda mimi sio, nilikuwa nakwambia, nilikuwa nakutania tu kama vile unanipenda. Ndio shemu mzima ukazungumza sikupenda. Kila mtu afanye yake. Ila Loveness. Baba it's over. Nimekosea na ndo maana nahitaji samahani, twende sawa. Sijapotea, mimi ndo naijua ya kusamani. Oh baby, leo kweli nimekukwaza, naelewa hasira zimeniponza, nisamee. Sijaamua kunyamaza, najishusha natambua nimekosa, nisamee. Oh baby nielewe. Ni shangazi. Unajisikiaje mtoto wako anapoteseka huko mtaani? Kwa hiyo wewe ndio una uchungu kuliko mimi. Hata kama shangazi, yule bado mdogo, hana makosa. Mwenye makosa ni yule mwanaume. Yule yeye anadanganyika tu. Ndio maana nikaamua kumfukuza ili tumpate huyo mwenzie. Shangazi, unajua anapitia mangapi huko mtaani? Sitaki kujua ni nini anapitia huko. Sawa. Baba na mjomba wanarudi lini? Unawataka? Shangazi nawe una stara.
kama bado muumiza zaidi. Muumiza zaidi. Niachie. Usinishike sasa. Basi nielewa basi. Huyu. Wewe, hebu tulia wewe, ati ujinga wewe. Tulia bana. Unang'ang'aniza nitakuacheke. Kwanza mebro. Acha nimalizane naye. Wewe ni askari, ulikuwa kiapo, unaelewa? Huyu mazoea kipumbavu. Sawa. Sasa hivi huyu yuko chini yetu, chini ya sheria. Sasa hivi sisi sio raia kama raia wengine, sisi ni raia ambao tunatumikia jeshi la Tanzania. Acha nimalizane naye, huyu ni mshenzi sana. Yaani ananichukua mke wangu, yaani anakuja anamchukua mke wangu. Mpumbavu wewe, kwanza unataka nani? Unataka nani wewe? Unataka nani? Unataka nani mpumbavu? Hebu nisikize walau kidogo. Mimi kizingua na kuachia hiki. Wewe mshenzi. Mimi kizingua na kuachia hiki. Acha nimalizane naye. Sikilize basi. Unajua mimi nipo kwenye hiki. Ndio. Na mimi ndio nilikwambia wewe. Unaelewa? Alikuwa mke wako ungefanya nini? Sawa. Umeshaniambia na nimeshajithibitishia tayari, mtumio niko naye. Wewe ni askari? Huyu anaenda begani. Hakuna cha gari. Huyu anapanda begani sasa hivi. Umeongea. Hapo ndio umeongea. Sawa. Alifanya kuzima. Alifanya mzima. Sawa. Alifanya mzima. Umemgonga. Sikia. Alifanya huyu kama kwenda pembeni. Sasa simue tu huyu. Wewe ni ongea ya kuhusu. Unasikia? Wewe unanizingua bana. Check your internet connection and try again. Umeshasema pembeni. Tulia basi. Naomba ape. Yaani akipata kwa tafadhali. Akitikisa hata kidogo nakikata. Sasa huyo bana. Mama yake anashinda kumlea. Huyo mama yake huyo anamchengua bana. Huyo kabisa. Mama yake anashinda kumlea kwa maji. Taka kabisa. Hebu sasa na kama